Mheshimiwa Dekano, waheshimiwa mapadri, watawa, ndugu wa marehemu na waamini wa parokia hii ya Mtakatifu Ambrosi, tumsifu Yesu Kristo. Tumekusanyika hapa kuadhimisha maisha ya mpendwa wetu Padri Paul Sabuni na kuikabidhi roho yake kwa Mungu wa milele. Tumekuja hapa tukiwa na mioyo mizito na huzuni kubwa. Tunaomboleza kifo cha mpendwa wetu, padri wetu, mchungaji wetu katika imani. Hata hivyo, katika huzuni yetu tumekusanyika hapa kwa matumaini, tukijua kuwa tupo katika uwepo wa Bwana anayetuahidia uzima wa milele. Ndugu zangu wapendwa, Padri Sabuni kama mchungaji wa kiroho alikuwa mtu aliyetoa maisha yake kumtumikia Mungu na binadamu. Upadri ni wito wa kipekee na mtakatifu. Ni mwito wa kusimama katika nafasi ya Kristo, kuadhimisha sakramenti, kuchunga kundi la Mungu na kuwa alama inayoishi ya upendo na huruma ya Kristo. Padri Sabuni alitumia maisha yake kutekeleza jukumu hili kwa moyo wa kujitoa. Alisimama altareni pa Bwana akiadhimisha Ekaristi Takatifu ili kuwalisha watu aliokabidhiwa. Alipeleka huruma ya Kristo kwa wagonjwa na kwa waamini waliotubu kupitia sakramenti ya upatanisho. Alikuwa chanzo cha maongozi ya kiroho na faraja kwa wote waliotafuta ushauri kwake. Kuwa padri ni kuwa mtumishi na baba. Padri Sabuni alitumikia kanisa kwa unyenyekevu, akiweka mbele maslahi ya watu kuliko maslahi binafsi na kutekeleza mapenzi ya Mungu. Katika masomo ya leo, hasa somo la Injili, tunakumbushwa matumaini makubwa tuliyo nayo katika Kristo. Kwa maana kwa namna ya pekee Injili tuliyoisikia, Kristo anatuambia msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu, niaminini nami pia. Nyumbani kwa Baba yangu mna makao mengi. Na hiyo inatoka katika Injili ya Yohane sura ya 14 mstari wa kwanza. Maneno haya ya Kristo, ndugu zangu wapendwa, ni maneno yenye ahadi. Ahadi kwamba wote wanaomfuata yeye kwa uaminifu kuna nafasi walioandaliwa mbinguni. Padri Sabuni aliishi maisha yake kama mtu aliyeamini katika ahadi hii.
aliamini kwamba Bwana atamshika mkono na kumwongoza nyumbani wakati utakapowadia. Na leo tunaamini kwamba ameingia katika nyumba ya Baba, mahali ambapo hakuna mateso tena, bali ni amani, furaha na uzima wa milele. Tunapoomboleza tunafurahia katika tumaini kubwa la ufufuko. Hatuombolezi tu na kuishiria katika huzuni, lakini tunajua kwamba kuna ufufuko. Kifo sio mwisho, bali ni lango la kuingia maisha mapya, maisha katika utimilifu wa upendo wa Mungu. Kristo anatuambia, mimi ndiye ufufuo na uzima. Anayeniamini mimi, hata kama atakufa, ataishi. Na kila anayeishi na kuniamini hatakufa kamwe. Yohane sura ya 11 mstari wa 24 mpaka 26. Leo hii hatupo tena na Padri Sabuni. Ameingia katika uwepo wa Mungu aliyemtumikia kiaminifu. Tunatumaini kwamba atapokelewa katika mikono ya Baba anayesema, vema mtumishi mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Katika huzuni yetu, ndugu zangu wapendwa, tunajua kuwa upadi sio wito unayoishia na kifo. Utume wa Padri Sabuni unaendelea katika sala alizotolea katika maisha yake na katika maisha ya watu wote aliowagusa. Wapendwa, kifo cha Padri Sabuni kinatupatia nafasi ya kutafakari maisha yetu kama Wakristo. Tujiulize, ni maisha gani tunayoishi na tunafanya nini huku duniani? Tukumbuke kuwa kifo kipo na kila mtu atakufa. Kifo kipo na kila mtu atakufa. Maisha yetu ni ya mpito, na hivyo tunapaswa kuwa tayari muda wowote. Mzaburi anatuambia, mwanadamu siku zake ni kama majani, kama ua la kondeni ndivyo astawivyo. Maana upepo upita juu yake, kumbe halipo, na mahali pake hapata lijua tena. Zaburi ya 103 mstari wa 15 mpaka 16. Pia katika Zaburi ya 90 mstari wa 5 mpaka 6 nasikia, asubuhi huwa kama majani yameavyo, asubuhi yachipuka na kumea, jioni yakatika na kukauka. Ndivyo yalivyo maisha yetu sisi binadamu. Kama vile tunavyoona ua linatoa majani na maua na baadaye linafifia, linatoweka, ndivyo yalivyo maisha yetu sisi binadamu. Ndugu zangu, kifo huja kama mwizi na huja wakati tusiotazamia. Katika muktadha huu tunapaswa kuishi maisha safi
Siku ya mwisho tutapasika kutoa ripoti ya jinsi tulivyoishi hapa duniani. Aidha, tunapaswa kubakia imara katika imani kipindi cha mateso. Padre Sabuni alibakia imara katika imani kipindi cha ugonjwa wake. Najua ugonjwa, kuna magonjwa mengine ambayo yanatesa sana kama ugonjwa wa kansa, na yanaleta mateso makali, na kama sio mtu wa imani unaweza kafika mahali ukaanza atakulaani. Lakini yeye alibakia katika imani, yaani alibakia akiendelea kumtumainia Mungu. Mtume Paulo anatuambia siku zote twachukua katika mwili mateso ya kifo cha Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Barua ya pili ya Paulo kwa Korinto sura ya 4 mstari wa 10. Ugonjwa na mateso aliyopata Padre Sabuni yanatukumbushia hulka ya kikombozi ya mateso na kuwatia moyo wote wanaoteseka kukubali msalaba na kubeba kwa imani na matumaini, hata kama uponyaji haupatikani licha ya sala zetu. Kwa hiyo kuna mateso ya kiukombozi. Unateseka kama vile Kristo alivyoteseka na ukati tamaa, na unateseka kwa ajili ya Kristo. Ndugu zangu, kwa familia, marafiki na wanaparokia hii ya Mtakatifu Ambrosi, tunatoa pole nyingi sana. Katika huzuni yenu tukumbuke kuwa hampo peke yenu. Sisi sote ni mwili wa Kristo na tunashiriki pamoja furaha na huzuni yenu. Tunapoomboleza kifo cha Padre Sabuni, hatuna budi kumshukuru Mungu kwa maisha yake na kwa jinsi alivyogusa mioyo ya watu na kuwaongoza kwa Kristo. Baada ya kifo chake, kwenye mitandao zilikuwa zinapita clips mbalimbali za mahubiri yake alizotoa sehemu mbalimbali ambazo zilikuwa na jumbe mbalimbali, na hata kuna moja ambayo alikuwa anaongelea kuhusu kuvuka na kwenda kwenye ng'ambo nyingine. Alichokiongelea wakati huo tayari naye kimeshampata, ameshaingia katika nini, katika ng'ambo nyingine. Ndugu zangu, tunamshukuru Mungu kwa maisha yake na tunaendelea kumwombea. Tuiombee roho yake ili apumzike kwa amani, na tuendelee kuyaishi yale aliyotufundisha. Ni waumini wa parokia hii, kuna mengi ambayo waliowafundisha kwa namna mbalimbali, hasa kwa mahubiri yake. Tuendelee kuyaishi hayo, tufarijiwe kwa tumaini kuwa siku moja tutaungana naye katika ufalme wa mbinguni. Raha ya milele umpe, e Bwana. Padre Sabuni apumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo.